Kule nilikoenda nimewakuta na vijana wapo kule. Kwa ni vizuri pia upate nafasi ya kwenda kujionea kinachoendelea. Na mimi nikasema nitapanga safari ili nije mkoa wa Kagera niweze kuona maeneo mbalimbali na shughuli mbalimbali ambazo vijana wanazifanya. Jana tulikuwa Muleba, tukaona mambo mazuri kabisa ya kufurahisha kule. Tuliona kule na pia wana vizimba vyao kama hivyo. Lakini tuliona wengine wanashughulisha na kilimo cha kahawa. Zaidi ya ekari 300 ziko kule, vijana wako pale. Tuliona wengine wanafanya mambo ya kufyatua matofali. Na pale manispaa nikaona nakuta vikundi vingi vya vijana pale wanafanya. Nikasema nipite na hapa nione kitu ambacho kinafanyika ili tuone changamoto ambazo mnakabiliana nazo tunaweza tukazishughulikia namna gani. Sasa cha kwanza niseme dhamira ya serikali chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuona tunatumia rasilimali zetu kujikwamua kiuchumi. Na katika kufanya hivyo, commitment ya serikali ni kuboresha mazingira yanayoweza kuwafanya hasa watu wa kipato cha chini na ambao wanataka kujishughulisha waweze kuwezeshwa. Nilikuwa naangalia hapa kwenye takwimu, naonyesha na vikundi kadhaa viko hapa, takriban 6 viko hapa. Maona kuna vikundi vimepata karibu milioni 540 na kitu. Ni hivyo vikundi vya vijana hapa vimepata milioni 91. Na pale tulienda kuangalia, ndugu yangu alikuwa ananieleza pale, pia mpata milioni kama 52 kwa ajili ya vizimba viwili. Pesa hizi zote zinazotolewa dhamira yake ni kuona kwamba mtu anapiga hatua moja kuelekea hatua nyingine. Na tutakapokuwa tutafanya vizuri, kwa maana kutoa matokeo ambayo ni chanya ya mabadiliko ya kimaisha, tutakapokuwa tunapima hii miradi tukaona kuna maendeleo, maana yake ni kwamba tunatoa motisha kwa Mheshimiwa Rais kuwekeza zaidi hapa Rubafu ili kuwe na mabadiliko makubwa zaidi. Kwa wito wangu wa kwanza ni kwamba wale ambao tumepewa tayari mtaji wa kufanya kazi, tujue sisi tumepewa kama mfano ili tumuonyeshe Mheshimiwa Rais kwamba tunaweza kufanya, ili ya mambo mengine pia yaweze kuongezwa na tuweze kupata matokeo makubwa zaidi. Na nilichokiona mpaka sasa hivi pale, naamini habari nitakayopeleka ni habari njema, kwamba Rubafu watu wanafanya kazi, wanamaanisha, wanajitoa, wanastahili kuungwa mkono kwa kupewa nguvu zaidi ya kimitaji, lakini nguvu zaidi pia ya kimiundombinu, sawa sawa na ambavyo mmeelezea hapa. Sasa Mheshimiwa Rais wakati anazunguka nchi nzima kufanya kampeni, alieleza akasema anataka kuweka nguvu ya kipekee sana hasa kwenye kundi la vijana. Anataka kuwawezesha kimitaji, kuwawezesha kiujuzi, lakini pia kuwapa fursa za wao kuwa na sauti ya kuzungumza na kutoa maoni yao, hasa namna gani tunatakiwa tufanye ili kuendelea mbele. Na ili kuthibitisha dhamira yake hiyo, aliunda wizara maalum ambayo iko chini ya ofisi yake ambayo inashughulikia maendeleo ya vijana. Na mimi nilipata heshima ya kuwa kijana kati ya vijana wengi wa Tanzania, akaniona na akanipa hiyo dhamana ya kuhakikisha kwamba maono alionayo tunayatafsiri kwa vitendo, yanakuwa ni halisi katika maisha ya vijana wa kila siku. Na tangu tumepata hii nafasi, nimepata nafasi ya kuzunguka maeneo mengi sana. Na maeneo mengi niliyozunguka, nimeenda kule ambako vijana wanafanya kazi kama hivi. Kwa nimeenda kwenye vijiwe, nimeenda masokoni, nimeenda kwenye maeneo ya stendi, nimeenda maeneo ya uvuvi kama haya, nimeenda maeneo ya kilimo. Sijawaita vijana ukumbini nizungumze nao, nimeenda maeneo halisi ambao wanafanya kazi. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu dhamira yangu nataka nipate uelewa wa uhalisia wa changamoto ambazo tutakabiliana nazo, lakini nataka niwasikie vijana wenyewe wakiongea. Sitaki taarifa tu ambazo nitapewa za makaratasi au viongozi waongee kwa niaba. Nataka kuwasikia vijana wenyewe wanazungumza nini. Na ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Sababu wakati mwingine unapowaita watu au unapoenda mahali unapewa taarifa zile zinakuwa hazijakamilika au kuna mambo yanasahauliwa kusema. Na hiki tulichokisikia hapa leo ndio hasa tunataka kukisikia. Tunataka tusikie matatizo halisi ili tutafute suluhisho ambalo pia ni halisi ili kutatua matatizo ya wananchi wetu. Kwa mimi nishukuru kwa wale ambao mmeyazungumza. Nachoweza kuahidi na kuambia ni kwamba kati ya eneo ambalo Mheshimiwa Rais amekusudia kuliwekea nguvu sana ni pamoja na sekta ya kilimo pamoja uvuvi na mifugo. Na hivi ninavyozungumza, nyinyi mtakumbuka
kwenye kampeni alikuwa akizunguka anasema atatenga bilioni 200 kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo za kati na biashara changa. Ukizungumza hizo biashara ndogo za kati na biashara changa, nyingi unazungumzia vijana. Na hivi tunavyozungumza tayari utaratibu umeshawekwa, pesa zitaanza kupelekwa katika wizara husika. Na Wizara ya Uvuvi na Mifugo ni wizara mojawapo ambayo itapelekwa pesa kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya ufugaji, ikiwemo ufugaji wa samaki pamoja na ufugaji wa wanyama kama ng'ombe na wanyama wengine. Maana yake ni nini? Kwa nyinyi ambao mmeanza kufanya shughuli hii, mna uhakika uliojitosheleza kwamba kuna fedha ziko njiani ambazo Mheshimiwa Rais anaziachilia hivi karibuni, zitakuja kuongeza thamani katika shughuli zinazozifanya, ikiwemo changamoto ambazo mmezieleza hapa. Lakini pia kwa wale ambao bado hawajaingia katika ufugaji, hawajaingia katika shughuli zote zile, dhamira Mheshimiwa Rais anasema Tanzania tumebarikiwa, tuna ardhi ya kutosha, tuna rasilimali za kutosha. Kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira na kuweka uwezeshaji ili asiwepo kijana yoyote yule ambaye anakosa kitu cha kufanya, kwa sababu serikali imedhamiria kwenye kila sekta inapeleka pesa. Kwenye hizo fedha zinazotoka ziko zitaenda uvuvi na mifugo, kuna fedha zitapelekwa kwenye vijana wanaoshughulisha na madini, kuna mpango wao kule unaitwa Mining for Better Tomorrow. Kuna vijana ambao wanashughulisha na mambo ya teknolojia, habari na mawasiliano, TEHAMA, watapewa pesa zao. Wanaotaka kwenda shule kusoma, kuna Samia Scholarship ipo. Kila sekta utakayoigusa, wanaotaka sanaa, michezo na burudani, wasanii wana mfuko wao, watapelekewa pesa. Kwa hiyo hakuna kijana ambaye atasema hakuna mahali naweza nikaenda kufanya kitu. Tunachotakiwa kufanya ni kutafuta taarifa na kujiandaa. Mafanikio ni pale fursa inapokutana na maandalizi. Ukiwa umejiandaa, fursa ikaja, mafanikio ndipo yanapoweza kuja. Sasa ziko changamoto umezieleza hapa. Kuna changamoto umeeleza ya miundombinu, kuna changamoto umeeleza ya umeme. Hizi changamoto zinaweza kujadiliwa kwenye ngazi ya mkoa. Tunayo bodi ya barabara ipo, inazungumza na mwakilishi wa mkuu wa mkoa yuko hapa. Kwa maelekezo yangu ni kwamba jambo hili likajadiliwe rasmi, kwa sababu sasa hii sio mwalo wa burudani, huu ni mwalo wa kiuchumi. Tunazungumza jambo la kiuchumi hapa. Kwa hiyo jambo hili likajadiliwe, litafutiwe ufumbuzi na mimi nipate pia mrejesho kwamba kilichojadiliwa na makubaliano ni nini, tunaweza kuboresha mazingira yao. Lakini katika kilimo na uvuvi wa sasa hatufanyi kama jambo tu la kujifurahisha, tunazungumza uchumi. Na dhamira Mheshimiwa Rais ni kuweka mnyororo wa kiuchumi ambao utapunguza uharibifu wa mazao tunayoyavuna, ikiwemo kilimo, lakini ikiwemo samaki. Sasa kama tunavua alafu samaki wanaharibika au tunashindwa kuhifadhi, matokeo yake tunauza kwa hasara, tutakuwa bado hatujafanikisha ndoto na maono ambayo Mheshimiwa Rais anayo. Kwa hiyo ninaomba jambo hili pia, natambua watu wa TADB nao wanashughulikia kuhusiana na huu mradi. Tukae chini, tuangalie tunatengenezaje mnyororo wa kiuchumi ili wanapovua basi kuwe na sehemu ya kuhifadhi. Ukishahifadhi maana yake unatengeneza uendelevu wa muda mrefu wa bidhaa unayoiuza pia. Na hii haiko tu kwenye samaki, tumeizungumza kwenye kilimo na ndio mkakati wa serikali uliopo. Kwa hiyo katika awamu ya pili ya mradi huu tunapoendelea kuutekeleza, naomba wale wanaohusika na utekelezaji wakiwemo benki yetu ya TADB ambao wamekuwa wakisimamia jambo hili, waangalie namna ya kuongeza kipengele kingine cha baada ya uvuvi, uhifadhi wa mazao ya uvuvi ili yasiharibike na endelee kuwa na thamani. Hivi vitu vyote tunavyozungumza, kujenga cold room, mahali pa kuhifadhia samaki, sio gharama kubwa hivyo kama tunataka tuwawezeshe watu wetu. Na mimi naamini ni jambo linawezekana. Kama tumeweza kutoa mamilioni ya pesa, milioni 500 na kitu kwa ajili ya vizimba, tumewapa wengine milioni 91, tumewapa wengine milioni 52, tunaweza pia tukatengeneza mkakati, tukawa na sehemu ambayo wote wanaoshughulika na uvuvi kwenye mradi huu wanaitumia kama sehemu ya uhifadhi pia kwa utaratibu ambao watajiwekea, na naamini jambo hili linawezekana. Si ndio Rubaro?